Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Habari mtazamaji wa Kasako Media, ikiwa leo ni Januari 2, mwaka mpya kabisa wa 2026. Tumefika hospitali ya Muhimbili kuzungumza na Dr. Frank Muhamba, ambaye yeye ni daktari ambaye tulikutana na habari yake mtandaoni. Tukaona si vema tukufikishie mtazamaji wa Kasako Media uweze kumfahamu vizuri, lakini ufahamu kwa nini aliamua wakati wake wa likizo aendelee kuhudumia watu mtaani kwao Bukoba, mahali alipozaliwa. Yaani anaomba akitoka likizo Dar es Salaam, akifika kule nyumbani baada ya kupumzika, anaona ni vyema akahudumia jamii. Tuko na Dr. Frank hapa, tutazungumza mambo mengi. Karibu. Habari Dr. Frank? Salama ndugu mwandishi. Tunatamani kufahamu historia yako kidogo kwa mtazamaji wetu aweze kukufahamu. Kwa majina naitwa Dr. Frank Muhamba, ni plastic surgeon katika hospitali ya Taifa Muhimbili. Plastic surgeon kwa Kiswahili ni daktari bingwa wa upasuaji rekebishi. Mimi nilizaliwa katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Mreba, na shule yangu ya msingi na sekondari nilisoma katika wilaya hiyo hiyo. Kwa hiyo kiufupi makuzi yangu na ndugu zangu kabisa, chimbuko langu ni kule kule, kwa mpaka marafiki zangu wengi wako katika hiyo hiyo wilaya ya Mreba katika mkoa wa Kagera. Tunaona mtandaoni unaenea sana this time around kutokana na likizo yako kuitumia kufanya huduma za kitabibu kwa jamii. Hii idea ilianzia mwaka gani? Hiyo utamaduni nilianza miaka 3 iliyopita. Kama nilivyosema, kule ndo kuna ndugu zangu wengi, nimezaliwa na kulia katika maeneo yale, kwa hiyo ninafahamu changamoto mbalimbali ambazo jamii zinakuwa zinapitia. Lakini hata napokuwa hapa hospitali Muhimbili, kuna wagonjwa ambao unawapata, mara nyingi napokea wagonjwa ambao wametoka hospitali za mikoani. Kwa hiyo unakuwa una experience changamoto ambazo wagonjwa wanakuwa wanapitia katika hospitali kubwa, japo ni safari ndefu, na kwamba unaona kwamba wanapokuwa kwenye matibabu wanakuwa hawapo katika maeneo yao ya kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo napata hisia zile kwamba hata wagonjwa wanaotoka katika mkoa ule nao wanapita hizo hizo. Kwa hiyo nikaona katika likizo yangu ya siku 28 naweza nikaigawa at least, kwa sababu mimi ni daktari. Kwa hiyo sehemu ambako naweza kuwa comfortable kujitolea ni katika sekta ya afya. Kwa siku zangu kama nilivyosema, siku 28 nagawa nusu na kuwa na familia yangu ya hapa Dar es Salaam, lakini nusu nyingine naigawa pia nusu mara 2 wiki moja, na kuwa kwenye hiyo hospitali ya mkoa wanaita government, hospitali ya mkoa ya rufaa Bukoba, na wiki nyingine ya mwisho kabisa ndio nakuwa sasa kijijini kwetu kule nilikozaliwa kwa ajili ya kukutana na ndugu jamaa na marafiki. Nikijikita kwenye kwa nini naenda kwenye hiyo hospitali, ni kwamba changamoto hizo za kiafya, unajua kama nilivyosema, mtu anapokuwa na shida ambayo inahitaji huduma ya daktari bingwa bobevu, kwanza ataipata kwenye hospitali ambazo ni kubwa, tunaziita kwa kitaalamu tertiary care hospitals. Sasa gharama ya kusafiri, kwa mfano tu mtu kawaida akipanda basi kutoka Bukoba mpaka anafika Dar es Salaam sio chini ya 100,000. Hiyo ni nauli tu, lakini ni safari ambayo anapokuja hospitali atatumia muda mrefu kufanikisha matibabu yake. Kipindi chote hicho pamoja gharama ya nauli, lakini kipindi chote hicho hayupo kwenye nafasi yake, kwenye makazi yake ya kila siku. Kwa hiyo hata uzalishaji anakuwa afanyi, lakini pia anakosa faida ya kwamba ndugu na jamaa, majirani wanakuja kumtembelea hospitali, na wengi anapokuja huko anakuwa hana ndugu. Kwa hiyo ni kwamba anakuwa mpweke, pamoja na matatizo ya kwamba anauguza. Lakini kwa nikaona mimi hiyo wiki moja, siku 7 tu sio mbaya, anafika pale hospitali. Basi wale wagonjwa ambao nahisi walihitaji kuja hospitali kubwa, basi nikaweza kuhudumia hapo hapo kwa kutumia wataalamu walioko pale na vifaa ambavyo viko pale, na vingine ambavyo napata kupitia marafiki, na naweza kusaidia kutoa huduma pale pale hospitali. Dr. Frank, unawaambia au wanajuaje kama umeshafika sasa hivi? Mara ya kwanza kabisa, mwaka wa kwanza, nilienda tu kwa sababu
Kuna baadhi ya madaktari ambao pia walikuwa ni wanafunzi wangu ambao nilikuwa nafundisha hapa Muhimbili, kwa najua sehemu fulani kuna mtu fulani. Kwa hiyo nikawa tu naenda kama kuwatembea tu kawaida na kufanya tu kazi ndogo ndogo pale. Lakini mwaka uliofuata sasa wakaona ule mwitikio uliokuwa mara ya kwanza kwamba isee ni bora ugonjwa wamependa huduma, basi tuwe tunawatangazia mapema na wanajiandaa. Kwa hiyo mwaka uliofuata na huu uliopita kwa wagonjwa walikuwa wanatangaziwa kupitia redio za mkoani, kwa wanakuwa wanajua kabisa kama miezi 2-3 kabla, kwa wanakuwa wanao ambao nasafiri kutoka wilayani wanakuwa wameshajiandaa namna ya kusafiri, na wengine kuacha kupanga ratiba zao sawa sawa kuhakikisha hizo siku ambazo nakuwa pale hospitali wanaweza kufika kwa ajili ya kupata hizo huduma. Na hao baada ya kuwatibu huwa wanazungumza nini na wewe wananchi? Mara nyingi matibabu ya upasuaji unapata matokeo pale pale, kwa sababu kitu ambacho kinaonekana. Kwa hiyo mtu alikuwa na shida, ukimfanyia upasuaji anaona matokeo yake pale pale. Kwa wengi anakushukuru pale pale baada ya matibabu yamekamilika, na wengine kwa sababu wengine anakuwa nimesharudi nyumbani, lakini nakuwa naendelea kuwasiliana na madaktari ambao wanakuwa pale hospitali, anaenda kukupa tu taarifa na huwa tunajadili kuhusu afya za wagonjwa zinavyokuwa naendelea. Wengi wanaopata huduma wanafurahi, lakini pia napata taarifa kupitia ndugu na jamaa zangu kusa kule nyumbani, wanakuambia jirani alipita hapa, wanafurahi kwamba ulikuwa sempare ukahudumia. Kuna mimi pia naendelea kunifanya niendelee kwenda mara kwa mara kwa sababu naona watu wanaipokea vizuri ile huduma. Frank, unawaambiaje madaktari wengine ambao wana wito, wana nafasi kama wewe ambao Mungu amewapa, wamesoma, wamekuwa specialist kwenye vitu kadhaa, wewe unawaambiaje? Mimi binafsi kwanza naamini kwamba kila mwananchi kuna namna moja ama nyingine ambayo anachangia katika jamii yake, kwa namna ambayo yeye anaona inafaa, kwa sababu huwezi kuwafanya kila mtu akafanya kama anavyofanya wewe. Lakini ni imani yangu tu kwamba kila mtu kwa taaluma yake yote alionayo kuna namna moja ama nyingine ambavyo anasaidia kuboresha maisha na maendeleo ya jamii yake. Kwa upande wa madaktari, kama ningependa tu kutoa wito kwamba kama unaona hii taarifa imekugusa kwa namna moja ama nyingine, ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Kinawezekana kabisa ukifika pale hospitali yoyote ya mkoani kwako, popote pale, ukifika tu pale wewe kama mtaalamu, kuna vitu vingi sana ambavyo utaona kwamba wewe kuwepo kwako pale unaweza ukaboresha utoaji wa huduma. Kwa hiyo ukijisikia kufanya hivyo ni jambo jema. Hata wewe mwenyewe kuna namna ambavyo unakuwa unahisi kwamba kuna kitu fulani hivi kwenye jamii na wewe ni sehemu ya mafanikio. Mwingine ameniagiza akasema muulize Dr. Frank au amesomeshwa na kijiji ndio maana anafanya hivi. Nafikiri hilo ni swala la msingi sana. Maisha ya Kiafrika ya Kitanzania, sidhani kama kuna mtu anaweza akasema kwamba amefanikiwa katika maisha yake kwa namna moja nyingine bila kuwepo mchango wa jamii. Na huo mchango wa jamii inawezekana kila mtu kwa namna yake na utafsiri. Mimi naweza isiwe kwamba kijiji kiko natoa kunipa, lakini ile mtu anavyoona unasoma kila laheri bwana, tunakuombea bwana ufanikiwe. Bwana tumesikia umefaulu, umeenda shule fulani, sisi tunakuombea Mungu ende kufaulu. Hata hayo ni namna fulani, namna moja ama nyingine ambayo jamii yako imefanikiwa kukupush na wewe kuona kwamba nawiwa kurudisha kitu kwenye jamii. Lakini namna nyingine ndo unapita sehemu, umetoka likizo, unapita jirani kwa sehemu, unapita kwa jirani, unapokewa vizuri, unakaribishwa chakula, wanakupa maneno ya kukupa moyo, unajisikia kabisa kwamba niko nyumbani na kuna kitu ambacho nawiwa kwa jamii yangu kufanya.
Huyo ni Dr. Frank Muhamba ambaye anapatikana hospitali ya Muhimbili, ambaye anaitumia likizo yake kutoa huduma za kiafya kwa jamii pale Bukoba. Na umesikia mambo kadhaa kuhusiana na yeye, lakini amesoma shule gani, lakini kwa nini aliamua kufanya huduma hiyo wakati wake wa likizo ya siku 28. Ulikuwa nami Emily Mwaipopo. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na X, lakini pia usisahau kusoma blog yetu ya Kasako News na mitandao mingine. Mpaka wakati mwingine tena. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.